Kia familia ya vipaji ni familia ya mzee huyu hapa, familia nyeti sana. Mzee, kwanza hongera sana. Asante, asante. Mimi sikujua kama unaweza kutingisha mwili kidogo. Niliona video moja ukiwa unatenda una shake muziki, nikasema jamani, usi mkufunzi huyu chuo cha Bagamoyo, inakuaje tena huko? Ni mkufunzi lakini mstaafu. Nimesha staafu siku nyingi. Mimi napenda sana zaidi ambavyo una act, lakini mimi najua kwamba mpango mkakati wa kufanya vile kama unavyofanya ni kwa sababu tasnia yetu isonge mbele zaidi. Unafikiri nini ambacho kinatukwamisha mpaka sasa hivi ambacho kikiangalia labda tunaweza tukarekebisha mfumo na tukazidi kufanya vizuri kimataifa? Ya kufanya vizuri kimataifa kwamba itabidi kwamba tutengeneze hizo filamu zetu kwenye mazingira yetu ya Kitanzania, mandhari ya Kitanzania zaidi. Kwa kufanya hivyo tutakuwa kwanza inaonyesha utamaduni wetu sisi, na hivyo kuwavutia wengine ambao wanatutazama sisi, kwa sababu watakuwa najifunza kutoka kwetu, na kwamba watakuwa naona kabisa kwamba hiki nacho kiangalia ni kinatoa picha iliyo sahihi ya utamaduni wa Mtanzania. Lakini tukichanganya huku na kule, basi mtu anakuwa haelewi kwamba utamaduni wa Mtanzania ni upya hasa. John Riba anatajwa kama mmoja wa watu ambao walifanya tasnia izidi kusonga mbele zaidi, na wewe ulionekana ukiwa karibu sana na John Riba, lakini sasa hivi hayupo. Labda kuna nani mwingine ambaye unaona anafanya vizuri kama yeye ukilinganisha na nyakati hizi? Kwa nyakati hizi sio kwamba navutia tu hivyo kwamba Kombolela iko katika mstari huo. Tunaweza kusema Abdul Usanga kwamba anakwenda na mpangilio huo wa movie ya John Leba, kwa sababu yeye hata alivyokuwa kidirecti pale anapokwama alikuwa anauliza kabisa, anatuuliza sisi waigizaji kwamba je, hii mambo yenu ya Kitanzania yanakwenda hivi kiutamaduni? Je, hapa tumekwenda sahihi au tumekiuka utaratibu na mila za Kitanzania? Kwa hiyo sasa utakuta kwamba watu waliupenda kwa sababu ulibezi zaidi katika mazingira ya Kitanzania, na hii Kombolela nayo tukiangalia imezama zaidi katika utamaduni wa Mtanzania na si vinginevyo, na ndio maana imekuwa tamthilia inayopendwa sana na Watanzania, inapendwa na watoto, inapendwa na kila mtu. Yani unaweza ukaiangalia na mama mkwe wako, unaweza ukaiangalia na wajukuu zako, unaweza ukaangalia na watoto wako bila kuwa na tatizo lolote, kwa sababu imezingatia maadili ya Kitanzania. Mimi kauliza swali moja mzee wangu. Kwenye movie hiyo ya Kombolela kuna wakati episode ilionyesha kwamba umepoteza maisha, umefariki. Ndio. Najua vitu kama hivi vinabeba hisia sana. Yeah. Wakati unapita mtaani sasa, comments zilikuwaje kwa upande wako? Ya comments ndio hizo kwamba vipi, umepona? Ndio maswali niliyokuwa naulizwa. Umepona? Umerudi kutoka Kigoma? Ndio yalikuwa maswali. Nasema kumbe sisi tumefikia umekufa, kumbe bado upo. Kwa hiyo of course wengine wakawa nauliza kama joki kwa kutania na nini, lakini ilizua tafaruku kwamba ama wengine walidhani kwamba sitarudi tena kuendelea na mchezo. Ndio maana ukakuta ulikuwa na kelele zingine ama za kumpigia bosi wangu Abdul kwamba usimuue yule mzee, ukimuua basi sisi tutakuwa hatununui hata hizo package za kuangalia nani hiyo filamu. Kwa hiyo hayo ndio niliyokuwa nakutana nayo kwamba kumbe bado uko hai. Ukiangalia mzee wangu, vijana wanaotendea haki tasnia hii, yani wanaitendea haki tasnia hii ya uigizaji. Ndio wanaitendea haki, wanajitahidi, yani wanafanya kadiri ambavyo, unajua kama mwigizaji wakati mwingine inategemea na husika uliopewa, husika gani umepewa, na kwamba director wako anakuongoza vipi, kwa sababu hujiongozi wewe, pamoja na kwamba unatumia ubunifu wako, lakini bado unamtegemea director wako akunani. Tuna waigizaji wengi tu wazuri wa kike na wa kiume.
Basi bwana mzee wangu, mimi nashukuru sana. Barikiwa sana.